Karibuni sana wapendwa. Kumbuka ni Jerusalem Family TV, huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Semina yetu ni semina ya neno la Mungu kwa ajili ya ujumbe wa mwaka, na leo ni siku ya kwanza ya semina yetu. Katika semina hii tutakuwa tunatembea katika kichwa cha somo kinachoitwa kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. 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 Hili ndio somo letu tulilo nalo ambalo tutakuwa tunatembea nalo katika semina yetu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Hili ndio somo letu tulilopewa na Roho Mtakatifu kutembea nalo. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Katika somo hili tuna malengo makubwa yafuatayo. Katika somo hili tuna malengo makubwa yafuatayo. Lengo letu katika hili somo ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Lengo la hili somo ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani kwetu. Ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Hili ndio lengo hasa tulilo nalo katika hili somo. Na somo letu ni la kiualimu. Kwa tutakuwa zaidi na mafundisho kwa asilimia kubwa kuliko mahubiri. Na ndio maana ninaomba kila mmoja awe na utulivu wa kutosha katika kusikiliza, ili kile ambacho Roho Mtakatifu atakuwa anatufundisha hatua kwa hatua kiingie ndani ya moyo wako na kiweze kuzaa matunda. Sema amen kwa jina la Yesu. Tuanze na kile kitabu cha Waebrania sura ya 38, tuangalie ule mstari wa 10. Waebrania sura ya 38 ule mstari wa 10. Waebrania sura ya 38 ule mstari wa 10. Waebrania 38:10 inasema namna hii: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Tasoma tena: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kabla sijafafanua mstari, ongezea pia kusoma na kitabu kingine kile cha Danieli sura ya 11 ule mstari wa 32b. Danieli sura ya 11 ule mstari wa 32b. Danieli 11:32b, na yenyewe inasema namna hii: lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa kikaa kujumlisha hivi vitabu viwili, unapata maana pana sana ambayo imebeba semina yetu, ambapo kule kwenye Waebrania 38:10 tumeona tukiambiwa kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ndivyo Biblia ilivyosema. Afu ukija huko kwenye Danieli anasema wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Tutapita polepole tuchambue maana ya haya maandiko kadiri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia. Afu kuna vitu kila mmoja atapata ndani yake. Sema amen kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, kumjua Mungu ndio kunakoleta uhodari wa kutenda mambo makuu maishani mwetu. Kumjua Mungu ndio kunakoleta uhodari wa kutenda mambo makuu maishani mwetu.
kwa sababu Danieli yenyewe imetuambia wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ina maana siwezi kutenda mambo makuu kama ndani yangu simjui Mungu. Lazima kitangulie kitu cha kumjua Mungu ndani yako. Kikisha tangulia kitu cha kumjua Mungu, kitu kinachofuata ni wewe kuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ile hali ya wewe kuwa hodari na kutenda mambo makuu ni sawa na kupata mema kwenye maisha yako. Ile hali ya wewe kuwa hodari na kutenda mambo makuu ni sawa na kupata mema kwenye maisha yako. Huwezi kupata mema kama humjui Mungu. Huwezi kupata mema kama humjui Mungu. Mchakato wa kumjua Mungu ndio mwanzo wa kupata mema kwenye maisha yako. Mchakato wa kumjua Mungu ndio mwanzo wa wewe kupata mema kwenye maisha yako. Nikitaka nipate mema kwenye maisha yangu, lazima kitangulie kitu cha kumjua Mungu ndani yangu. Ukitaka upate mema kwenye maisha yako, lazima kitangulie kitu cha kumjua Mungu ndani yako. Na ndio maana nikakueleza mchakato wa kumjua Mungu unaleta kupata mema, na kupata mema hakuji bila kumjua Mungu. Hivi ni vitu vinavyotegemeana, ambapo tunapoweka msingi wa semina yetu kwa siku ya kwanza, ni muhimu sana ukalielewa kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Ayubu 22:21 kinaongea vizuri sana. Ayubu 22:21. Ayubu 22:21. Ayubu 22:21 inasema namna hii: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujilia. Unaona Biblia inavyosema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujilia. Lengo la Mungu katika huu mstari ni kutaka kukuonyesha namna ambavyo mema yanaweza yakakujilia kwenye maisha yako, ila haya mema hayaji bila wewe kutanguliza kwanza kumjua Mungu kwenye maisha yako. Changamoto inayokuja, watu wengi tunapenda kupata mema, ila hatuko tayari kumjua Mungu. Kila mtu anataka kupata mema, ila kumjua Mungu hatutaki. Kumjua Mungu ni mchakato mwingine na kupata mema ni kitu kingine, ingawa vinategemeana. Kila unayemuona hapa duniani, kila unayemuona ana mema yake ambayo Mungu alishamkusudia awe nayo. Kila unayemuona, ukiwa unatembea barabarani, unakutana na watu wanatembea, wanapita, au watu unaokutana nao barabarani au unaowatazama na kuwaona, kila mmoja ndani ya moyo wake ana mema yake ambayo Mungu alishamkusudia awe nayo hapa duniani. Na kila mwaka una mema yake ambayo Mungu amekusudia uwe nayo ndani ya mwaka huo. Mwaka uliopita ulikuwa una mema yako ambayo Mungu alikusudia uwe nayo mwaka huo. Mwaka huu pia una mema yako ambayo Mungu amekusudia uwe nayo mwaka huu. Ndio iko namna hiyo. Na ndio maana Yeremia ameongea vizuri sana kwenye kile kitabu cha Yeremia, ile sura ya 29 ule mstari wa 11 hadi wa 12. Yeremia 29 ule mstari wa 11 hadi wa 12. Yeremia 29 mstari wa 11 hadi wa 12. Yeremia 29 11 12 inasema namna hii. Yeremia 29 11 12. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Muona anachosema, ninajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya,
Kwa Mungu kila mtu anamuwazia mawazo ya amani, anamuwazia mawazo ya kumfanikisha, anamuwazia mawazo ya kumpa tumaini liletalo fanikio kwenye maisha yake. Na anasema mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Kabla hujapiga magoti kuomba, kabla hujasimama kuomba, kabla hujajiandaa kuomba, Mungu yeye ameshajiandaa kukusikiliza na kukujibu kile unachotaka kuomba. Kwa Mungu yeye anatuwazia mema namna hiyo. Anatuwazia kutufanikisha, anatuwazia kutupa amani, anatuwazia kutupa majibu ya maombi yetu, anatuwazia kutupa tumaini pale tusipokuwa na tumaini. Na ndio maana hata unapoanza msimu namna hii, unapoanza mwaka namna hii, unaweza ukaanza ukiwa katika hali ya kutokuwa na tumaini lolote. Unaweza ukaanza ukiwa katika hali ya kujiwazia mawazo mabaya. Unaweza ukaanza katika hali ya watu wengine kukuwazia mawazo mabaya. Na ndio maana unaweza ukakuta mtu mwingine anaanza tu kazi mwaka namna hii, anakutana na barua ya kazini kwake. Barua inayomwambia jiandae kusimamishwa kazi mwezi wa 3. Yuko mwezi wa kwanza, afu anakutana na barua inamwambia una miezi tu 3 ya kufanya kazi kwenye huu mwaka. Au mwingine anaambiwa mwezi wa 2 ndio mwezi wako wa mwisho wa kuhitajika hapa kazini. Navuta picha, yuko mwanzo wa mwaka, alianza mwaka akiamini atatembea kwenye hiyo kazi mwaka mzima, afu anakutana na barua ya namna hiyo. Ina maana ofisi yako inaweza ikakuwazia mabaya namna hiyo, ila Mungu yupo anayekuwazia mema. Na ndiyo maana unapokuwa mwanzo wa msimu, ndani yako yakija mawazo mabaya juu ya huo msimu, au likiibuka kundi la watu kwenye ofisi yako au kwenye familia au popote pale, likainua mawazo mabaya juu yako, likainua maneno ya uzushi juu yako kwa ajili ya kudhoofisha hamasa iliyoko ndani yako ya kufanikisha mwaka wako, ya kufanikisha msimu wako, usisikilize yale mawazo mabaya yaliyoinuka ndani yako au yaliyoinuliwa na mazingira au na watu wengine, ila sikiliza sauti ya Mungu juu yako, kwa sababu Mungu anakuwazia mema. Kwa kama Mungu anakuwazia mema, uwe na uhakika yeye atakuletea sauti yenye kukusemesha ujumbe unaoleta hamasa juu ya msimu huo kwenye mwaka. Si kama unanielewa, mwana wa Mungu ali hai. Pointi yangu ya msingi na utaka upate hapa ni namna ambavyo kila unayemuona ana mema Mungu anamuwazia, ambayo anataka kumfanikisha nayo. Hata kama kuna watu wanakuwazia mabaya, Mungu anakuwazia mema. Kandarabushakarabasiki. Kiwango cha kumjua Mungu kilichoko ndani yako ndiyo kinachoamua mema ya kiasi gani uwe nayo kwenye maisha yako. Kiwango cha kumjua Mungu kilichoko ndani yako ndiyo kinachoamua ni mema ya kiwango gani uyapate kwenye maisha yako. Narudia tena mara ya 3 hii kauli kuweka msisitizo. Kiwango cha kumjua Mungu kilichopo ndani yako ndiyo kinachoamua ni mema ya kiwango gani, ni mema ya kiasi gani uwe nayo katika maisha yako. Kwa mfano, tumetofautiana viwango vya kumjua Mungu. Kila mmoja ana kiwango chake cha kumjua Mungu. Kuja nikupe mifano kama 4 hivi ikusaidie kutanua uelewa ndani yako. Mfano wa kwanza, ukiwa unamjua Mungu kwa 40%, ina maana utakuwa na mema ya 40%
ndani ya maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 40%, utakuwa na mema ya asilimia hizo 40 kwenye maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 50%, utakuwa na mema ya asilimia hizo 50 kwenye maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 50%, utakuwa na mema ya asilimia 50 kwenye maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 80%, utakuwa na mema ya asilimia hizo 80 katika maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 80%, utakuwa na mema ya asilimia hizo 80 katika maisha yako. Mfano wa nne. Ukiwa unamjua Mungu kwa 99%, utakuwa na mema ya asilimia 99 katika maisha yako. Ukiwa unamjua Mungu kwa 99%, utakuwa na mema ya asilimia 99 katika maisha yako. Kwa tumeona mfano wa kwanza, nikimjua Mungu kwa 40%, napata mema ya asilimia 40. Nikimjua Mungu kwa 50%, napata mema ya asilimia 50. Nikimjua Mungu kwa 80%, napata mema ya asilimia 80. Nikimjua kwa 99%, napata mema ya asilimia 99. Kwa sababu kiwango chako cha kumjua Mungu ndio kitakachoamua aina ya mema yao ya asilimia ngapi kwenye maisha yako. Na ndio maana ukitaka kuongeza kufanikiwa kwenye maisha, ukitaka kuongeza kupata kwenye maisha, ukitaka kuongeza baraka za Mungu kwenye maisha, ongeza kujifunza kumjua Mungu. Imetosha, mema yanakuja yenyewe. Wacha nikupe mfano mwingine. Musa alipoongeza sana kumjua Mungu katika kiwango ambacho akakaa mlimani siku 80 bila kula, asubuhi na mchana na usiku, asubuhi na mchana na usiku. Musa akakaa kwa muda wa siku 80. Alikaa 40 ya kwanza, akakaa 40 ya pili bila kula. Kiwango chake cha kumjua Mungu kiliongezeka ndani yake, mpaka alifika hatua uso wake ukang'aa kama Mungu anavyong'aa. Acha nikuonyeshe. Unaweza ukasema mwalimu anaongea porojo. Acha nikuonyeshe ukweli wa maandiko. Angalia kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 34, ule mstari wa 29 hadi wa 30. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 29 hadi wa 30. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 29 hadi wa 30. Kutoka sura ya 34 mstari wa 29 hadi wa 30. Inaongea namna hii: hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Oh, haleluya! Wana wa Mungu ali hai. Kwa unaona Biblia inavyosema kwamba Musa alikaa mlimani, kwa sababu amekaa mlimani akizungumza na Mungu katika hali ya maombi kwa muda mrefu. Ilipofika ile saa ya Musa kushuka kwenye ule mlima, Biblia inasema alishuka, ngozi ya uso wake ilikuwa iking'aa, ilikuwa na nuru, katika kiwango ambacho wana wa Israeli na Haruni wakawa wanaogopa kumtazama Musa kutokana na vile ambavyo uso wake unang'aa. Wakawa wanaogopa kumtazama, maana uso wake ulikuwa unang'aa kwa kiwango cha hali ya juu. Ndio maana ndani yao wakapata hofu ya kumtazama. Nisikilize polepole. Nachotaka tuone hapa sio namna walivyopata hofu, ila ni namna uso wa Musa
ulivyokuwa uking'aa. Hilo ndio nalotaka tupate hapa, ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka akuonyeshe, ni namna uso wa Musa ulivyokuwa uking'aa. Mwanzo Musa alipopanda mlimani, uso wake ulikuwa kawaida, haukuwa unang'aa, ulikuwa unaonekana kawaida kama wa kwangu na wa kwako unavyoonekana. Ila ghafla alipopanda mlimani, akakaa siku 80 akizungumza na Mungu pale mlimani, uso wake ukabadilika, ukang'aa sana. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Ina maana kilichotokea ni namna alivyokuwa akizungumza na Mungu pale mlimani, ilimuongezea kiwango cha kumjua Bwana, ilimuongezea kiwango cha kumjua Mungu. Namna yake ya kumjua Mungu iliongezeka. Kama ile siku anapanda mlima, Musa alikuwa na 60% za kumjua Mungu. Akakaa siku 40 pale mlimani akiongea na Bwana. Ina maana ile 60% ikapanda kutoka 60 ikaja hadi 90, na ndiyo maana uso wake ukaanza kung'aa kama mng'ao wa uso wa Mungu unavyong'aa. Na hata siku aliposhuka, ndio unaona Biblia inasema watu wote wakamwogopa. Kwa nini? Kiwango cha kumjua Bwana kiliongezeka ndani yake. Kandarabushaka. Naweza nikazungumza na kuzungumza, nikazungumza na kuzungumza, lakini pointi inabaki pale pale. Musa alipomjua Bwana zaidi, uso wake uling'aa. Mtu wa Mungu ulioko hapa, ukitaka maisha yako yawe na nuru, ukitaka maisha yako yawe na nuru kama uso wa Musa ulivyopata nuru, ongeza kumjua Bwana. Kuna watu ambao ndoa zao zilishapoteza nuru, ndoa zao zilishapoteza mng'ao. Kuna watu ambao kazi zao zilishapoteza nuru. Kuna watu ambao elimu zao zilishapoteza nuru. Ni kitu gani kwako kimepoteza nuru? Huna kazi ya kupambana nacho, wewe ongeza kumjua Bwana. Ukiongeza kumjua Bwana, hata waliokuwa wakutafuti mwaka huu watakutafuta. Sema amen. Ukiongeza kumjua Bwana, hata waliokuwa wamekukataa mwaka huu watakukubali. Ukiongeza kumjua Bwana, hata yaliyoshindikanika mwaka huu yatawezekana, kwa sababu katika kumjua Bwana unapata nafasi ya ung'ao, unapata nafasi ya ung'ao. Pokea hiyo neema ya kumjua Bwana na maisha yako yakang'ae zaidi katika jina la Yesu. Haleluya! Wana wa Mungu ali hai. Msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kumjua sana Mungu kunaanzia kwenye kumwamini. Kumjua sana Mungu kunaanzia kwenye kumwamini. Kumjua sana Mungu kunaanzia kwenye kumwamini. Maana unaweza ukawa unasikia tangu nimeanza naongelea mjue Bwana, mjue Bwana, mjue Bwana, na ukasema nimeelewa. Sasa nafanyaje ili nimjue Bwana? Ndio hapa ninakueleza hivi. Kumjua sana Mungu kunaanzia kwenye kumwamini. Ukiwa unamwamini Mungu, ndio mwanzo wako wa wewe kumjua Bwana. Kile kitabu cha Warumi kimeongea ukweli kabisa. Ile Warumi sura ya 1 ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10, Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema namna hii: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia. Musa alikaa mlimani siku 40 akiongea na Mungu. Kwa sababu alikuwa anaongea na Mungu, ina maana alikuwa anamsikiliza Mungu. Kwa sababu huwezi kuongea na mtu usiyemsikiliza. Ina maana mnaongea, mnasikilizana. Kwa aliongea na Mungu akasikilizana. Kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia, ina maana kadiri walivyokuwa wakisikilizana
pale mlimani, ikaongeza imani ya Musa katika kumjua Mungu, na ndio maana uso wake ukang'aa. Na ndio maana nikakwambia imani ndio chanzo cha kumjua Mungu. Ukitaka umjue Mungu lazima umwamini, lazima umwamini. Mungu ni Mungu wa mafunuo. Mungu wetu tunayemwongelea hapa ni Mungu wa mafunuo. Mungu wetu tunayemwongelea hapa ni Mungu wa mafunuo. Mungu anaongoza ufalme wake kimafunuo. Mungu anaongoza ufalme wake kimafunuo. Kila siku anakuja na ufunuo mpya unaoendana na majira na nyakati za wakati huo. Kila siku Mungu anakuja na ufunuo mpya, na kila ufunuo Mungu anaokuja nao unakuwa unaendana na majira na nyakati za wakati huo. Mafunuo ya Mungu yanabadilika badilika kimsimu kadiri ya mapenzi yake na makusudio yake. Na ndiyo maana mafunuo ya Mungu mara nyingi huwa yanaendana na majira na nyakati. Kuna mafunuo ambayo yanaweza yakafaa kwako kwa majira haya, lakini majira yajayo yasifae. Au kuna mafunuo ambayo Mungu anaweza akaachilia kwenye maisha yako yakawa yalifaa kwa wakati ule, lakini kwa wakati huu yasifae, kwa sababu Mungu anaendesha ufalme wake kimafunuo. Acha nikuonyeshe mfano. Angalia hata mfano utakao kuonyesha kwenye haya mafunuo ya chakula. Haya mafunuo ya chakula yalifaa kwa wakati ule, afu kuna wakati yakafika hayakufaa tena. Angalia kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya kwanza ule mstari wa kwanza hadi wa 8. Mambo ya Walawi sura ya kwanza ule mstari wa kwanza hadi wa 8. Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 8. Tutaipata vizuri zaidi pale. Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 8 inasema namna hii: Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakaowala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakaowala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wanyama wale wenye kucheua, na katika wale walio na kwato, ngamia, kwa sababu yucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na wibari, kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na sungura, kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile wanyama yao, wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Kwa unaona, mtu wa Mungu, Mungu anatoa listi ya wanyama kadhaa na anawaambia wana wa Israeli msiwale hao wanyama. Anatajwa sungura, anatajwa ngamia, anatajwa nguruwe, wanatajwa na wanyama wengineo pale. Afu wote Mungu anasema msiwale kwa sababu ni najisi kwenu. Ni mafunuo ambayo aliachilia kwa Musa, na yaliwafaa kwa wakati ule na wakatembea nayo, na hapakuwa na mtu ambaye aligusa mnyama huyo kwenye kula, hapakuwepo. Na ilikuwa ukila ni dhambi, kwa sababu mafunuo ya nyakati hizo yalikuwa yanakataza visiliwe. Ilipofikia wakati wa kuja kwa Yesu, Mungu akaachilia mafunuo mengine. Ilipofikia wakati wa kuja kwa Yesu, Mungu akaachilia mafunuo mengine, ambayo hayo mafunuo akaruhusu viliwe. Angalia hayo mafunuo kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 7 ule mstari wa 14 hadi wa 23. Marko sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 23. Injili ya Marko
sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 23 inasema namna hii: akawaita makutano tena akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu, hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimuingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio na kusikilia na asikie. Hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimuingii moyoni ila tumboni, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote, akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Akataja tena uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Oh, haleluya! Wana wa Mungu ale hai, tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Ukisikiliza hili neno, unaona kitu ambacho Mungu anazungumza kupitia Kristo Yesu. Anaongea na wanafunzi wake, anawaambia kwamba hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimuingia mtu kinaweza kumtia unajisi. Wanafunzi wake hawakumuelewa, na hawakumuelewa kwa sababu ya lile fundisho la mafunuo ya mwanzo ambayo Musa alikuwa alishawafundisha tayari. Funuo la mwanzo, Musa alikuwa alishawaambia kwamba kila mnyama utakayemla, awe ni nguruwe, awe ni ngamia, iwe ni bata, akataja wanyama kadhaa, sungura na vinginevyo, ni najisi, msile. Na wao walikuwa wamekalili mafunuo hayo ya kwanza, na wakawa wanatembea nayo kwamba ili niwe najisi nile mnyama huyu, nile na mnyama huyu, nile na mnyama huyu, ndio nakuwa najisi. Na ndio maana Yesu anapokuja kuachilia mafunuo mapya kwao, ikawa ni kitu kigumu ndani yao kukipokea. Yesu anawaambia, ukiingiza kitu hakitakutia unajisi. Wakashindwa kumwelewa. Yesu akawaambia, nanyi hamna akili ya kufahamu? Akawaambia, kwani mtu akiingiza kila kitu kitapita tumboni, kitatoka chooni, hakiwezi kumtia unajisi. Na Biblia inasema kwa kauli hiyo alivitakasa vyakula vyote viliwe. Ndivyo Biblia inavyosema. Akawa amepindua yale mafunuo ya mwanzo, muda wake ukawa umeisha. Akawapa mafunuo mapya ya wakati huo, kwamba kwenye nyakati hizi mafunuo mapya ni moyoni mwako, ukiwa mzinzi, mwizi, muuaji, mwenye kiburi, mwenye matukano. Hayo ndiyo ambayo yana nafasi ya kukutia unajisi, kwa sababu hayo yenyewe yakikuingia hayatoki chooni, yanatoka moyoni. Kwa sababu yanatoka moyoni, yenyewe ndiyo yanayokutia unajisi. Mtu wa Mungu, nimekuonyesha huu mfano ili nikuonyeshe namna ambavyo Mungu ni Mungu wa mafunuo, na mafunuo yake yanaenda yanabadilika kadiri ya majira na nyakati. Nyakati zile vyakula vilikuwa najisi, ni mafunuo yaliruhusu, yakabadilika tena. Nyakati hizi tukaambiwa sio najisi, tule. Kama hauna imani huwezi kumuelewa Mungu. Kama hauna imani hauwezi kumuelewa Mungu. Na ndio maana hata kuna watu hapo wamenisikiliza navyoelezea namna hii, ila wanapata shida kuelewa. Nisikilize, shida sio mwalimu, shida ni imani yako. Shida sio mwalimu, shida ni imani yako. Mafunuo ya Mungu yanahitaji imani
ili kuyaelewa, na si imani legelege, imani iliyo kuu. Imani iliyo kuu ndio itakayokuwezesha kuelewa kila mafunuo Mungu anayoachilia ndani yako, kwa sababu ufalme wake unaendeshwa kimafunuo yanayoendana na majira na nyakati. Ukimkalili Mungu, hutoendana na mafunuo yake. Na ndio maana kuna watu wamekalili, walishashikilia tu, kula nguruwe ni najisi, kula nguruwe ni najisi. Mungu alishaleta mafunuo mapya miaka 2000 iliyopita, akawaambia kula nguruwe sio najisi tena, kwa sababu nguruwe atatoka chooni kufanya uzinzi, hivi ndio unajisi. Lakini kuna watu hiyo wamekataa, wameshikilia hapo. Kwa nini? Shida sio wao, shida ni imani zao zimeshindwa kubadilika kimafunuo. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Mafunuo ya Mungu yako mbali na namna tulivyozoea kuishi hapa duniani. Mafunuo ya Mungu yako mbali kabisa na namna tulivyozoea kuishi hapa duniani. Wanadamu kikawaida, kuna namna tumezoea kuishi hapa duniani, ila mafunuo ya Mungu yapo tofauti kabisa na hiyo namna tuliozoea kuishi hapa duniani. Yako mbali kabisa, yako mbali na mazoea yetu na tamaduni zetu, desturi zetu na kawaida yetu. Ukitaka uyatafsiri mafunuo ya Mungu na utamaduni wako, umefeli. Ukitaka uyatafsiri mafunuo ya Mungu na elimu yako, umefeli. Ukitaka uyatafsiri mafunuo ya Mungu na kabila lako, umefeli. Nakumbuka mtu mmoja alikuwaga mtoto wake wa kike, kila mwanaume anayempelekea akisema, baba, nimepata mchumba, anamuuliza ni kabila gani. Akisikia lile kabila, anamwambia huyo mtu mwache. Mtoto akimuuliza kwa nini, anamwambia hilo kabila sio watani wetu, wala hatulijui. Unatakiwa upate mtu ambaye ni wa kabila letu, au walau kabila jirani na la kwetu ambalo ni watani wetu. Nisikilize, mafunuo ya Mungu hayatafsiriwi namna hiyo. Pole pole tu utaenda ukinielewa. Yusufu, baba mlishi wa Yesu Kristo, ni mfano mzuri sana wa watu wanaotambua na kuelewa namna ya mafunuo ya Mungu anavyoachiliwa kwenye maisha ya watu. Acha nikuonyeshe mfano wa Yusufu. Nikuonyeshe mfano wa Yusufu. Kuonyeshe mfano wa Yusufu, kuna kitu utapata. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya kwanza, ule mstari wa 18 hadi wa 25. Injili ya Mathayo sura ya kwanza, mstari wa 18 hadi wa 25. Injili ya Mathayo sura ya kwanza, mstari wa 18 hadi wa 25. Inasema namna hii: kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yametukia ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa manabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Na Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Kwa watu wa Mungu, tunaona namna ambavyo Yusufu kwa kipindi kile walikuwa wana desturi zao na utamaduni wao, na walikuwa na mazoea na utamaduni uliokuwepo nyakati zile.
ilikuwa mwanamke hawezi kuolewa na mwanaume, lazima huyo mwanamke awe ni bikira, awe ni bikira. Kama sio bikira hawezi kuolewa, anahesabika ni malaya, yani mtu ambaye tayari ameshatumika na wanaume wengine. Sasa angalia, Yusufu amemposa Mariamu, ambaye kwa lugha ya leo tunamwita Bikira Maria. Amemposa na ana uhakika kwamba huyu ni bikira, hajawahi kukutana na mwanaume yoyote. Mimi niliyemposa ndiye nitaenda kuwa wa kwanza. Lakini ghafla namna hiyo anamuona huyo mwanamke ana mimba. Kwa haraka haraka Yusufu akagundua amesalitiwa, wala hakufikiri kwamba hii mimba ni kwa uwezo wa Mungu. Yeye alichofikiri kwamba hapa nimeshasalitiwa hapa. Hata kama ingekuwa ni wewe pia ungefikiri namna hiyo. Kwa Biblia inasema kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtu muungwana, alikuwa ni mtu wa haki. Biblia ya Kiingereza inasema Yusufu is a man of standing principle, yani mtu wa haki. Akakusudia kumwacha Mariamu kwa siri. Akakusudia namna hiyo, kumwacha kwa siri, asimtangaze. Kwa nini amwache kwa siri? Kwa sababu angemtangaza kwa sheria na desturi za wakati ule, ingebidi Mariamu apigwe mawe hadi kufa, kwa sababu angeonekana amezini, na Torati ilikuwa inasema ukizini upigwe mawe hadi kufa. Sasa Yusufu alikuwa anampenda Mariamu na ndani yake ya kutamani afe, alitaka tu basi nimwache tu lakini asife, kwa akapanga kumwacha kwa siri siri. Wakati amepanga kumwacha kwa siri, Mungu akamtuma malaika akaseme na Yusufu. Ndipo Biblia inasema Yusufu akiwa amelala, malaika akaja akaanza kuzungumza naye, akamwambia Yusufu. Yusufu akaitika, naam, niko hapa. Akamwambia usimwache huyo mwanamke, hiyo mimba aliyobeba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni sawa na malaika anamwambia hiyo mimba ni mimba ya kimafunuo. Kama mlizoea mafunuo ya wanawake wakizini kabla ya ndoa wasiolewe, nimekuja na mafunuo mapya kwamba huyu hajazini ila amebeba mimba ya mwana wa Mungu ndani yake. Usimwache, kaa hapo na wewe ndio uwe baba wa kambo au baba mlishi wa hicho kiumbe tumboni mwake. Utakitunza kama baba na utakihesabu kama ni cha kwako, na utamhesabu huyo mwanamke kama ni mke wako. Ndicho kitu Mungu alichomsemesha Yusufu. Ni rahisi sana kusikia haya maneno na kufikiri ni kazi ndogo, ila jaribu kufikiria wewe ndio ungekuwa Yusufu, ndio ungetambua haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi. Una mwanamke wako, mmekaribia kufunga ndoa, mmeshakaa vikao vya kamati imeshaanza maandalizi, watu wameshatoa michango, hafu unashangaa unamuona ana mimba, hafu sio mimba yako na hujawahi kukutana naye, hafu ghafla unasikia kwenye ndoto unaambiwa ni mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio ungegundua ambavyo haikuwa rahisi kwa Yusufu. Haikuwa rahisi kwa Yusufu. Lakini Yusufu alipokea huo ujumbe wa Mungu. Aliubeba huo ujumbe wa Mungu. Hakupata muda wa kubishana na Mungu juu ya yale mafunuo. Aliyapokea kama yalivyo na akaenda kuyatekeleza. Nisikilize polepole. Yusufu ilimhitaji imani kuu ndani yake kupokea ule ujumbe. Aliupokea kwa sababu alikuwa anamwamini Mungu kwa viwango vya hali ya juu. Imani ya Yusufu haikuwa ndogo, ilikuwa kubwa. Na ndio maana hata Mungu alipoachilia mafunuo magumu namna hiyo, haikumsumbua akili yake kwamba inawezekanaje abebe mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu, abishane na malaika. Hakubishana, kwa sababu imani yake ilikuwa ni kuu kwa Mungu. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya yasiyoonekana. Ina maana ile imani iliyokuwa ndani ya Yusufu ilimpa uhakika
kwamba huyu anayeongea na mimi kweli ni malaika, na hichi anachonisemesha kwamba huyu nisimwache, hii mimba ni ya Mungu, nipokee, ni kweli ni ya Mungu, si ya mwanaume mwingine. Kwa sababu ndani yake alikuwa na imani kuu, ndio maana akapokea yale mafunuo. Mtu wa Mungu aliye hai, nyakati tulizonazo sasa ni nyakati ambazo kila mtu anatakiwa kutambua Mungu ni Mungu wa mafunuo, na kuna mafunuo magumu ambayo Mungu ataachilia kwenye maisha yako, na ili ufikie ile level ya kutenda mambo makuu, ile level ya kutenda mambo makuu, lazima uwe na imani ya kupokea hayo mafunuo. Ujue kuna utofauti kati ya kutenda mambo na kutenda mambo makuu. Biblia haijasema mtatenda mambo. Imesema mtatenda mambo makuu. Kuna utofauti kati ya mambo na mambo makuu. Mambo ni yaliyozoeleka, ila mambo makuu ni mambo yenye upekee ndani yake. Na ndio maana Yusufu, ile imani yake ilimwezesha kutenda mambo makuu ya kupokea mwanamke aliyebebeshwa mimba ya uweza wa Roho na kumlea kama mke wake na kulea mtoto kama wa kwake, bila kunyanyasa, bila kunyanyapaa, kwa sababu imani aliyokuwa nayo ilikuwa ni ya kutenda mambo makuu. Mtu wa Mungu aliye hai, unahitaji hiyo imani kwenye nyakati za sasa, kwa sababu hizi nyakati Mungu ataachilia mafunuo kwa watu. Mungu ataachilia sauti kwa watu, na hiyo sauti itakuwa na mafunuo ambayo si yaliyozoeleka kwenye desturi za hapa duniani, si yaliyozoeleka kwenye tamaduni tulizozoea, ila ni mafunuo ya kimungu ambayo yanahitaji imani ili ufanye ufikie kwenye ukuu Mungu aliyokukusudia. Na ndio maana kuna watu wako wananisikiliza muda huu na wanasema, ndani yangu kuna sauti na bishana nayo, kuna mafunuo na bishana nayo, kuna ndoto na pambana nayo. Nasikia ujumbe wa Mungu kwamba nirudi sehemu fulani, nifanye kitu fulani, na ndani yako unasikia kubishana, kwa sababu unasema nikienda taaibika, nikirudi watanionaje, nikienda tadhalilika. Nisikilize mwana Nisikilize mwana wa Mungu ulioko hapa. Unachoitakiwa ndani yako ni imani kwa Bwana, imani kwa Bwana. Maana imani utakayomwamini Bwana ndio itakayokuwezesha kutenda mambo makuu 2026 kwenye nyakati za sasa. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Kanda rabo shakarabasiki rapo shakarabande rebo shaka. Tutaenda kuomba muda huu, tutaenda kupata nafasi ya kuomba. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo Roho Mtakatifu anasema imetosha, imetosha. Tutapata nafasi ya kuomba, tutapata nafasi ya kuomba, na maombi tutakayoomba ni maombi ambayo yatatusaidia kuinua imani ndani yetu, imani ndani yetu. Maana kuna watu imani zao zimelala. Huwezi kupata mema, huwezi kumjua Bwana kama imani yako imelala, ili uache kubishana na kitu cha kimungu. Kandarabushakarab rapokoriandereboshaka. Naomba useme Bwana Yesu. Hapo ulipo tuwe sema Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, ninakuja mimi mtoto wako. Sema, naomba Bwana unisamehe. Sema tena, naomba Bwana unisamehe. Kila mara imani yangu ilipokuwa legelege, kila mara imani yangu ilipokuwa ndogo, sema Bwana, naomba unisamehe. Sema Bwana, naomba unisamehe. Sema Baba, ninarudi kwako, ninaomba toba Bwana. Kila mara nilipokuwa mzembe, kila mara nilipokuwa mzembe katika jitihada za kukujua we Bwana, katika jitihada za kukujua we Bwana. Tazama Mungu, nimejichelewesha mno kutenda mambo makuu katika maisha yangu. Nimejichelewesha mno katika kutenda mambo makuu katika maisha yangu. Sema Baba, neno lako liko wazi, mwenye haki ataishi kwa imani. Nami Mungu Baba, nimekosa imani, na ndio maana nimekosa maisha, nimekosa imani, ndio maana nimekosa maisha. Baba, ninarudi kwako siku ya leo. Ninaomba uimarishe imani yangu, ninaomba uimarishe imani yangu, ili Bwana
niweze kutenda mambo makuu, ili Bwana niweze kutenda mambo makuu. Sema, Bwana Yesu, naomba uinue imani yangu kwa upya. Sema, naomba uinue imani yangu kwa upya. Sema tena, naomba uinue imani yangu kwa upya, ili sauti yako unayonisemesha, ili ile ya mafunuo ya kunifikisha kwenye ukuu unayoniletea Baba niweze kuyapokea. Baba niweze kuyapokea. Baba niweze kuamini. Sema, Mungu Baba. Sema, Mungu Mwana. Sema, Mungu Roho Mtakatifu, naomba unijaze imani kama ya Yusufu. Naomba unijaze imani kama ya Yusufu, katika jina la Yesu. Naomba unijaze imani ya Bwana kama ya Yusufu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako, na unapoomba kuwa na neno moja tu, mwambie Bwana, nijaze imani kama ya Yusufu, kama ya Yusufu, kama ya Yusufu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba Mungu Baba uachilie imani ile iliyokuwa ndani ya Yusufu, ile iliyokuwa ndani ya Yusufu ijengeke ndani yetu, iingie ndani yetu, katika jina la Yesu. Baba, amsha imani kama ile uliyompa Yusufu. Ile uliyompa Yusufu alipokea mafunuo magumu, kwa sababu mambo makuu yanakamilishwa kwenye mafunuo magumu. Na ndiyo maana Mungu, ninawaombea watoto wako wanaonitazama na wanaonisikiliza. Bwana, wajaze hiyo imani ya Yusufu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Maana umekusudia kuwainua, maana umekusudia kuwainua, umekusudia kuwafikisha kwenye viwango vya utele zaidi ya hapo walipo, katika jina la Yesu. Rapandereboshaka. Baba, imarisha imani zetu. Baba, inua imani zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tazama mtoto wako yule Bwana, kuna kiwango unataka kumuinua huu mwaka, lakini imani yake ni ndogo, na ndio maana anashindwa kupokea huo ujumbe unaompa. Baba, inua hiyo imani ya mtoto wako ili iendane na hayo mafunuo unayomsemesha. Mungu, mpango wako ni mwema kwetu. Ropo shakande. Ndio maana ninaombea watoto wako, kila mmoja umuinue, kila mmoja umuinue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kandarabushaka. Ndani yangu nasikia mguso kuwaombea pia watu ambao wana changamoto za kiafya. Kama una changamoto za kiafya mahali ulipo, nitaenda pia kuomba kwa ajili ya afya yako. Mungu aliye hai, nawaleta watoto wako wa mikononi mwako Baba. Ninawaombea hata maeneo mbalimbali ambayo wana udhaifu wa kiafya, wana udhaifu wa magonjwa. Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba uimarishe afya za watoto wako Bwana, ili yule anayeumwa Baba, naomba umuondolee hiyo hali ya ugonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yule ambaye Mungu Baba anateswa na changamoto mbalimbali za kiafya Baba, ninaomba neema yako imshukia hapo alipo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema yako iondoe chembe ya moyo, iondoe chembe ya moyo katika jina la Yesu. Naomba neema yako iondoe kwikwi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba neema yako iondoe tatizo la pingili za mgongo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba neema yako iondoe hicho kifafa, iondoe hicho kifafa, hiyo hali ya degedege katika jina la Yesu. Naomba Mungu umimine upako wa uponyaji, mafuta ya uponyaji kwa ajili ya huyo mtoto wako Baba. Mmiminie mafuta Baba, mmiminie mafuta ya uponyaji na uzima, uponyaji na uzima. Hata anayenitazama na kunisikiliza akiwa hapo kitandani hospitalini Baba, shusha neema hapo hospitalini. Yule ambaye uchungu wa kujifungua umekamatwa Baba, ninaomba uachilie uchungu. Rapo koriandereboshaka, akapate mtoto wake, akapate mtoto wake. Hiyo roho ya mauti yenye kula mimba katika jina la Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye tumbo lako la uzazi, na zuia hiyo mimba isitoke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ya utunzaji wa mimba ikushukie mahala ulipo.
wamezoea kula mayai. Kwa jina la Yesu, hiyo hawatakula. Lazima utende makuu ya kuzawa kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapandekeriakataraboshaka au panya wanaotumwa kula vitu hapo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na mimina damu ya Yesu kwenye malango ya hiyo nyumba, au panya waharibifu wasipite tena hapo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rasakande rapo shakama reke shandarabosaka. Neema ya Mungu ikushukie katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante Bwana kwa ajili ya siku hii ya kwanza. Tunaamini Roho Mtakatifu umekuwa na sisi kama mwalimu. Tunaamini Mungu umetujenga na kondoo wako wamejengeka. Baba Mungu, tunajiacha chini ya ulinzi wako. Tunaomba damu yako Yesu itufunike na ulinzi wako Mungu tuzunguke, na baraka zako Bwana zikae pamoja nasi. Utulinde sote tuwe salama mikononi mwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mungu akubariki sana mpendwa. Tumefika tamati ya siku ya kwanza. Karibu tena siku ya pili ya semina yetu. Kama umetazama semina hii kwenye channel yetu ya YouTube, hakikisha una subscribe channel yetu ili uendelee kuwa karibu zaidi katika hii channel. Bonyeza tu hicho kitufe kilichoandikwa neno subscribe kama haujawahi kusubscribe. Itakuweka karibu zaidi na channel yetu. Mungu akubariki.